Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema kuwa jeshi hilo linawashikilia watuhumiwa wawili waliokamatwa katika eneo la Mwakapangala, halmashauri ya mji mdogo wa Mbalizi, wakihusishwa na kosa la kuingiza bidhaa nchini kwa njia ya magendo. Watuhumiwa hao walikamatwa wakiwa na bidhaa mbalimbali ikiwepo vipodozi na vitenge ambazo zinadaiwa kuingizwa bila kufuata taratibu za kisheria. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya washikilia watu wawili, Rashidi Mahenge na Saidi Sulemani. Wanaoshikiliwa hawa watu wawili ni wakazi wa mji mdogo wa Tunduma, mkoa wa Songwe, kwa tuhuma za kuingiza bidhaa za magendo ambazo wamezingiza kinyume na taratibu za forodha. Watuhumiwa walikamatwa katika kizuizi cha polisi kilichopo eneo la Mwakapangala, kata ya Salala, mji mdogo wa Mbalizi, katika barabara kuu ya Mbeya Tunduma, wakiwa wameingiza nchini bidhaa ambazo ni vipodozi vyenye viambata vya sumu vya aina mbalimbali vilivyopigwa marufuku kuingizwa nchini, ambazo jumla yake ni boksi 22. Aidha, watuhumiwa walikamatwa wakiwa na vitenge jozi 42 bila kibali cha kuingiza bidhaa hizo hapa nchini, ambazo walizitoa nchini Zambia. Katika tukio lingine, Sakap Kuzaga amesema kuwa jeshi la polisi linamshikilia mtu mmoja aliyekamatwa akiwa na meno mawili ya tembo ambayo alikuwa ameyaficha ndani ya mfuko wa sandalusi, huku mtuhumiwa huyo anadaiwa kusafiri kutoka mkoa wa Njombe kuelekea mkoa wa Mbeya akilenga kutafuta wateja wa meno hayo kinyume cha sheria. Mkoa wa Mbeya nimeweza kumshikilia mtu mmoja anaitwa Narasco Herman Mgaya. Huyu ni mkazi wa Matembwe mkoani Njombe, kwa tuhuma za kupatikana na nyara za serikali ambayo ni meno mawili ya tembo. Mtuhumiwa alikamatwa eneo la Mafiati jijini Mbeya akiwa na meno hayo mawili yenye uzito wa kilo 1.6 akiwa ameyafunga kwenye mfuko wa sandarusi na kuyaficha ndani ya begi dogo la mgongoni. Mtuhumiwa alitokea mkoani Njombe kwa basi la abiria la kampuni ya Mwenda Mseke akiwa na meno hayo ya tembo kwa lengo la kuja kutafuta soko katika jiji la Mbeya. Kabla ya kufanikisha azima hiyo, alikamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Kamanda Kuzaga amesisitiza kuwa jeshi hilo la polisi litaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya wahalifu wote wanaojihusisha na vitendo vya magendo na uharibifu wa rasilimali za taifa, huku akiwataka wananchi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu mapema. Samuel Mpogole.